Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kutaarifu yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii nchini Tanzania leo. Jakaya Kikwete sasa adaiwa kuchukua urais wa Samia Suluhu na kucheza majukumu ya urais kinyume na sheria ya Tanzania. Kwa njia isiyo moja kwa moja, kigogo huyu maarufu wa upinzani ameweza kufichua siri nzito kati ya Kikwete na Samia Suluhu na katiba ya Tanzania Ikulu siku ya leo. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Hali ya kisiasa nchini Tanzania, mtazamaji, imechochewa na mjadala mpya leo baada ya mwanasiasa wa upinzani Godbless Lema aliye na tabia ya kuishambulia serikali mara kwa mara kuchapisha matamshi ambayo wengi waliyatafsiri kuwa ni kejeli kali na kejeli ya uwiano wa madaraka uliopo kati ya rais mstaafu Jakaya Kikwete na rais aliyepo madarakani Samia Suluhu Hassan. Hata hivyo, alimshutumu Jakaya Kikwete kwa kuchukua majukumu ya urais licha ya kuwa yeye sio rais. Maoni yake yaliyojengeka kwa kejeli badala ya shutuma za moja kwa moja yamezidisha dhana ya kuwa Kikwete anaendelea kufanya kazi zake kwa imani na uwepo wa hadhara wa kiongozi mkuu wa nchi licha ya kustaafu, hivyo kuibua maswali nyeti ya kikatiba na ya kisiasa. Kuingilia kati kwa Godbless Lema hakukuja kwa njia ya tamko rasmi au changamoto ya kisheria, lakini kupitia ufafanuzi wa wazi ambao ulienea haraka kwenye mitandao ya kijamii. Kwa kuangazia mienendo ya Kikwete ya hivi karibuni ya hadharani, maonyesho ya sherehe na kuendelea kujihusisha na shughuli kama za serikali, Godbless Lema alipendekeza kuwa rais huyo wa zamani anaonekana kufanya kazi kwa kiwango cha mamlaka ya urais ambacho kawaida huwekwa kwa Rais Samia Suluhu peke yake aliyeko madarakani. Muundo huo umesukuma mjadala zaidi mitandaoni, mijadala ya watu binafsi katika nyanja ya kanuni za kikatiba na utamaduni wa kisiasa. Na chapisho linalosambaa sambamba na maelezo ya Godbless Lema mtandaoni inaonyesha Kikwete alipokewa rasmi na ofisa kanzu huku akipigiwa saluti huko Zanzibari, tukio ambalo linatia nguvu hoja ambayo wachambuzi wengi wa mtandaoni wameikamata na kusema ya kwamba matukio kama hayo ni majukumu ya Rais Samia Suluhu peke yake. Katika chapisho hilo ambalo unatazama kwenye skrini yako, katika picha hiyo unamwona Jakaya Kikwete akiweza kupatiwa heshima na askari ambaye alikuwa akimkaribisha baada ya kushuka kwa gari huko Zanzibari, huku ikiandika Daktari Kikwete kwenye sherehe za uzinduzi wa jengo la wahamiaji. Katika maneno yake ya kutatanisha, Godbless Lema juu ya picha hiyo aliandika hivi kama unavyotazama: napenda jinsi unavyo behave mheshimiwa Kikwete. Honestly, ukiangalia movement zako unaweza kudhani wewe bado ni sitting president. Kama hii si impunity, basi the level of confidence is presidential deluxe. Hadi katiba inaweza kuwa inasema kimoyomoyo, hold on, who is in charge? Mtazamaji, matamshi hayo ni matamshi yaliyoweza kuandikwa na Godbless Lema dhidi ya Kikwete na mambo ambayo anayafanya ambayo yanaonekana wazi ni majukumu ya urais. Kwa wanaounga mkono maoni ya Godbless Lema, taswira kama hizo zinaashiria jinsi tofauti kati ya mamlaka kuu ya zamani na ya sasa inavyoweza kuwa finyu. Kwa wakosoaji, ni mkuu wa zamani wa nchi anayepewa heshima inayolingana na afisi yake ya zamani. Ufafanuzi wa Godbless Lema uliegemea sana kwenye kejeli, ukionyesha kupendezwa na imani ya Kikwete, wakati huo huo akihoji iwapo imani hiyo inaakisi uhamisho usio rasmi wa kuonekana na ushawishi kama rais. Katika tafsiri hii, rais huyo wa zamani Kikwete anaonekana kuchukua nafasi ya kisiasa ambayo kikatiba ni ya Samia Suluhu, hasa katika masuala ya alama za kitaifa, uongozi wa umma na upangaji ajenda. Mwitikio wa Tanzania umegawanyika sana. Baadhi wanaona matamshi ya Godbless Lema kama njia ya ujanja ya kufichua kile wanachokiona kuwa ni ukosefu wa usawa ndani ya chama tawala, ambapo rais huyo wa zamani anaendelea kukimbiza utawala wa sasa. Wengine wanakanusha madai hayo kuwa ni mchezo wa kuigiza wa kisiasa uliotiwa chumvi mitandaoni, wakisema kuwa vitendo vya Kikwete viko ndani ya nafasi inayokubalika ya mwanasiasa mstaafu. Kiini cha mzozo huo ni suala la mipaka ya kikatiba, hasa mfumo wa kikatiba wa Tanzania ambao unafafanua kwa uwazi nafasi ya rais aliyeko madarakani, huku ukitoa vizuizi kidogo vya ushirikishwaji wa umma wa wakuu wa nchi wa zamani ama wastaafu. Eneo hili la mvi limewaruhusu watendaji wa kisiasa kama
kama kuonekana kwa Kikwete kama aina ya nguvu isiyo rasmi ambayo inapinga roho ikiwa sio herufi ya sheria. Wafuasi wa Rais Samia Suluhu wamerudi nyuma vikali, wakisisitiza kwamba hakuna ushahidi kwamba ameacha mamlaka au wajibu na kuchukuliwa na Kikwete. Wanasema kuwa kuonekana kwa Kikwete ni kwa namna ya sherehe au ushauri, na kwamba mamlaka ya mwisho ya utendaji yanabakia kwa rais aliyechaguliwa. Kwa mtazamo huu, madai ya majukumu yaliyoporwa yanaonekana kama kutia chumvi ya kisiasa ambayo yameundwa kuibua hisia za umma. Hata hivyo, wakosoaji wanapinga kuwa siasa sio tu kuhusu mamlaka rasmi bali pia mtazamo. Wanasema kwamba wakati rais wa zamani anaamuru uangalizi, heshima ya kitaasisi inayofanana na kiongozi aliyeketi inaweza kupunguza mamlaka ya aliye madarakani. Kwa mantiki hii, matamshi ya Godbless Lema yanaibua wasiwasi mkubwa kuhusu miundo ya madaraka isiyo rasmi ndani ya siasa za Tanzania. Mjadala huo pia umefufua mjadala kuhusu nafasi ya marais wa zamani barani Afrika kwa upana zaidi. Hata hivyo, kote kote katika bara, viongozi waliostaafu mara nyingi salia kuwa watu mashuhuri, wakati mwingine wakifanywa kama wafalme au madalali wasio rasmi. Hata hivyo, ufafanuzi wa Godbless Lema unaingia katika muundo huu mpana zaidi, akimtumia Kikwete kama kielelezo cha kuhoji ni kiasi gani cha ushawishi uliokithiri. Kwa baadhi ya watazamaji, sauti ya Lema ilikuwa ndogo kuhusu kumshambulia Kikwete na zaidi kuhusu kumpinga kwa njia isiyo ya moja kwa moja Rais Samia Suluhu, kwa kupendekeza kwamba majukumu yaliyokusudiwa kwa rais aliyeko madarakani yanatekelezwa kwingineko na Kikwete. Ufafanuzi huo unaibua shaka kwa hila juu ya nguvu na uhuru wa uongozi wake, hata kama mashaka hayo yametungwa kwa kejeli na Lema. Hata hivyo, wengine wanatafsiri matamshi hayo kuwa ni mkakati wa Lema kuzua mjadala bila kutoa madai yanayotazamiwa kisheria. Kwa kutumia ucheshi na kejeli, anaepuka shutuma za moja kwa moja, huku angali akipanda masimulizi yenye nguvu akilini mwa umma. Mbinu hii imethibitisha ufanisi katika kuvutia umakini na kulazimisha wafuasi na wakosoaji kujihusisha. Ndani ya duru za upinzani, maoni hayo yamesifiwa kuwa ya ujasiri na ufahamu. Wengi wanaziona kama njia ya kueleza kero kuhusu utawala na uwajibikaji bila kutumia makabiliano ya waziwazi. Wafuasi hawa, swala si Kikwete binafsi bali umaarufu wake unasemaje kuhusu ukomavu wa kidemokrasia wa Tanzania. Wakati huo huo, wafuasi wa chama tawala wanaonya kwamba simulizi kama hizo zinaweza kudhoofisha umoja wa kitaifa na heshima kwa taasisi. Wanasema kuwa kuionyesha nchi kuwa na vituo viwili vya mamlaka kunaweza kuondoa imani ya umma na kuchochea mashaka yasiyo ya lazima. Kwa mtazamo huu, matamshi ya Lema yanaonekana kuyumbisha badala ya kujenga. Wakati mjadala ukiendelea, hakuna jibu rasmi lililotolewa na Kikwete au Rais Samia Suluhu kuhusiana na shutuma hizi za Godbless Lema. Ukimya huu, hata hivyo, umeruhusu uvumi kukua, huku kila upande ukitafsiri kwa njia zinazounga mkono simulizi zao. Kwa wengine, ukimya umependekeza uratibu wa utulivu, kwa wengine inaakisi tu uamuzi wa kutoheshimu uchochezi wa kisiasa na majibu. Kinachobaki wazi ni kwamba maoni ya Lema yamefanikiwa kuibua mjadala kuhusu madaraka, uhalali na kuonekana katika uongozi wa Tanzania. Iwe inatazamwa kama kejeli, ukosoaji au ujanja wa kisiasa, matamshi hayo yamefichua mivutano ya kimsingi kuhusu ni nani anayechukua kitovu cha mamlaka katika fikira za umma wa Tanzania. Hatimaye, utata ni mdogo kuhusu rais wa zamani kuhudhuria matukio na zaidi kuhusu jinsi wa Tanzania wanavyotafsiri uongozi kwa vitendo. Mtazamaji, hata hivyo, ripoti hizi zinakuja kama pigo kubwa kwa Samia Suluhu na serikali yake, kwani hii inakuwa ni ushambuliaji usio moja kwa moja kwa serikali ya CCM. Hata hivyo, simulizi na madai na chapisho hili la Godbless Lema kuhusu Kikwete kushika madaraka ya urais kwa njia isiyo rasmi kinyume na sheria inawapa changamoto wananchi kutafakari majukumu ya kikatiba dhidi ya uhalisia wa kisiasa. Mtazamaji, yote haya Samia Suluhu bado hajaweza kujibu, au kiongozi yoyote ule wa CCM bado hajaweza kujibu madai haya na kudhibitisha iwapo Kikwete si kweli anachukua majukumu ya Samia Suluhu. Mtazamaji, nikitamatisha habari hizi, nijuze maoni yako upande wa comment section. Je, unaunga mkono madai ya Godbless Lema, na je, unadhani ni kweli Kikwete anachukua majukumu ya urais? Na kwa uwanja huu wa comment section, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii, itakuwa imenisaidia kwa sana. Alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa zetu zaidi.